Waheshimiwa tukae. Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tambua uwepo wa waheshimiwa makamu wa rais wastaafu. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na waheshimiwa marais wastaafu wa Zanzibar. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kitambua uwepo wa mawaziri wakuu wastaafu. Mheshimiwa Musa Azzan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikitambua uwepo wa maspika wastaafu wa Bunge. Mheshimiwa George Mcheche Masaju, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania, nikitambua pia uwepo wa majaji wakuu wastaafu. Mheshimiwa Stephen Masato Wasira, Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Bara, na uongozi wote wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa na mkoa mliopo nasi hapa, pamoja na viongozi wa vyama vya siasa mliopo nasi hapa. Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri, waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Mheshimiwa Albert Chalamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, pamoja na wakuu wa mikoa wengine mliopo nasi hapa, Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, Jaji Mkuu mstaafu na mwenyekiti wa tume, pamoja na makamishna wa tume na sekretarieti ya tume hii. Waheshimiwa mabalozi na wakilishi wa mashirika ya kimataifa mliopo nasi, viongozi wa taasisi mbalimbali za serikali na sekta binafsi, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, ndugu wanahabari, wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, si sote tuliokusanyika hapa na Watanzania wote hatuna budi kuungana kwa pamoja kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na siha njema na kutuwezesha kushuhudia tukio hili la leo kwa mustakabali wa taifa letu. Ni tukio muhimu kwa kuwa sote tulilisubiri ili tuelewe uhalisia wa matukio ya Oktoba 25 na mwelekeo wetu kama taifa. Ndugu wananchi, niliunda tume hii kama ilivyo kawaida ya taifa letu kuunda vyombo vya uchunguzi yanapotokea mambo mahsusi yanayohitaji kuangaliwa kwa kina. Hii ni tume ya 6 au ya 7 katika historia ya nchi yetu. Katika awamu ya pili iliundwa tume ya uchunguzi wa vurugu na vifo katika kiwanda cha sukari Kilombero ya mwaka 1986 iliyoongozwa na Jaji Buxton David Chipeta. Awamu ya 3 tume ya uchunguzi wa kifo cha Luteni Jenerali Imran Kombe ya mwaka 1996 iliyoongozwa na Jaji Barnabas Samata. Tume ya uchunguzi wa tafrani baada ya uchaguzi kisiwani Pemba mwaka 2001 iliyoongozwa na Jaji Brigedia Jenerali Hashim Mbita, na baadaye mimi mwenyewe nikawa mjumbe kwenye kamati ya reconciliation ya tukio lile. Awamu ya 4 tume ya uchunguzi wa mauaji wafanyabiashara wa madini yaliyofanywa na polisi wa mwaka 2006 iliyoongozwa na Jaji Kipenka Musa. Tume ya uchunguzi ya uvunjifu wa haki za binadamu na vifo wakati wa operesheni ya wafugaji kutoka bonde la Ihefu na changamoto zake ya mwaka 2007 iliyoongozwa na Jaji Othman Chande, huyu tuliyemtumia tume hizi. Tume zote hizi matokeo yake hayakuwa bayana. Lakini awamu ya 6 kama mnavyojua tuliunda tume ya kuangalia mfumo wa haki za jinai na haki za wananchi, mwenendo kesi za jinai na haki za wananchi. Lakini pia tume hii ambayo imechunguza matukio ya vurugu kabla na baada ya uchaguzi mkuu
uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 ya Jaji Othman Chande, na tume hii tulitangaza bayana na leo imetupa matokeo ya uchunguzi bayana. Ndugu zangu, kwa muktadha huo nitumie fursa hii kukupongeza sana Jaji Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, makamishna pamoja na secretariat ya tume kwa kazi kubwa mlioifanya kwa juhudi, weledi na uzalendo mkubwa. Mmefanya kazi katika mazingira magumu, mmeweza kuvivuka vihunzi vyote na kudhihirisha uwezo wa nchi yetu kushughulikia changamoto zake wenyewe. Tena kwa kutumia methodolojia na viwango vya kimataifa. Aidha, naungana na mwenyekiti wa tume katika kuwashukuru sana wananchi waathirika wa matukio ya Oktoba 2025 sambamba na wakilishi wa makundi maalum na asasi za kiraia, viongozi wa serikali waliopo kazini na wastaafu, na viongozi wa vyama vya siasa waliojitokeza mbele ya tume. Ushirikiano wenu kwa tume umedhihirisha utayari wenu kushiriki safari hii ya kutibu majeraha yaliyotusibu au yaliyolisibu taifa letu. Vile vile, naishukuru jumuiya ya kimataifa na nchi marafiki kwa kuonesha kusikitishwa na changamoto hii kubwa katika historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa alimtuma mjumbe maalum Mheshimiwa Balozi Parfait Onanga Anyanga. Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Madola alimtuma mjumbe maalum Rais mstaafu wa Malawi Mheshimiwa Dr. Lazarus Makathi Chakwera, na vile vile Umoja wa Viongozi Wanawake wa Afrika AULAN ukiongozwa na mwenyekiti wake Rais mstaafu wa Jamhuri ya Liberia Mheshimiwa Ellen Sirleaf walikuja nchini kufuatilia yaliyotokea. Wote hao tumefanya nao mazungumzo na mashauriano yenye kulinda na kujenga hadhi ya nchi yetu. Wote wametuhakikishia utayari wao wa kushirikiana nasi katika hatua yoyote ambayo tutaona tunahitaji msaada na ushirikiano zaidi. Na washukuru pia wadau wote waliokubali kukutana na wajumbe hao maalum, wakiwemo viongozi wa vyama vya siasa. Kwa upande mwingine, wapo waliotumia matokeo ya Oktoba 2025 kutusimanga na kutunyoshea vidole. Hatukushangaa sana kwa sababu mitazamo ya wanadamu haifanani, na kulikuwa na upotoshaji mkubwa wa habari za tukio lilo uliofanywa na vyombo vya habari, hususan vya nje ya nchi na vya kimataifa. Kwa desturi ya waungwana, linapotokea jambo la hasara na kuumiza mioyo, matarajio ni kufarijiwa badala ya kuzodolewa. Kwa vyovyote vile, walioumizwa na tukio lile ni sisi wa Tanzania. Ni sisi tuliopoteza watoto wetu. Ni sisi tuliopoteza ndugu zetu, jamaa na marafiki zetu. Kwa hali yoyote ile, walioathirika ni wa Tanzania kwa ujumla wetu. Haiwezekani mtu mwingine asiye Mtanzania awe na uchungu zaidi kuliko sisi wa Tanzania. Haiwezekani. Lau kungekuwa na uwezekano, tunatamani siku zirudi nyuma. Yaliyotokea Oktoba 2025 yawe hayakutokea, na historia ijiandike upya ili tuweze kufuta doa tuliloingia. Hata baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amewahi kusema katika moja ya hotuba zake kuwa wakati tunapata uhuru, tulichoachiwa na wakoloni halikuwa taifa, bali mkusanyiko wa makabila. Lakini kwa dhamira na utashi wa waasisi wetu, waliamua kujenga taifa moja imara lisiloendeshwa kwa misingi ya kidini, kikabila au hadhi ya mtu, na ambapo lugha yetu adhimu ya Kiswahili inatumika kama nyenzo ya kutuunganisha pamoja na kudumisha na kuimarisha utaifa wetu. Mwaka 1991 pale Mwalimu Nyerere alipojitokeza mbele wa Tanzania kujenga hoja ya taifa kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa, lengo lake lilikuwa
kuweka mazingira ya kupambanisha fikra na si kuleta vurugu. Pamoja na hayo, kipekee kabisa narudia kuwashukuru sana wananchi kwa kutoendeleza vitendo vya uvunjifu wa amani licha ya hamasa zilizokuwa zinafanywa hususan kupitia mitandao ya kijamii. Nawashukuru tena kwa utulivu wenu na imani yenu kwa serikali wakati tukisubiri taarifa hii ya tume. Asanteni sana wa Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haikutokea kwa bahati, bali ilijengwa na waasisi wetu kwa maono na matendo yao. Na kama ilijengwa, ni wazi ipo misingi iliyoifanya nchi hii yenye zaidi ya makabila 126 kusimama kama taifa moja lenye mshikamano. Hata baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amewahi kusema katika moja hotuba zake kuwa wakati tunapata uhuru, kama nilivyorudia, tulioachiwa ilikuwa ni mkusanyiko tu wa makabila, lakini kwa dhamira na utashi wa waasisi wetu waliamua kujenga taifa moja imara, kama nilivyosema, lisiloendeshwa kwa misingi ile ya kidini na kikabila. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, hayati Kwame Nkrumah alipozungumzia umajumui wa Afrika, mara nyingi alisema, ukitaka kumla tembo lazima mkate vipande vipande, akimaanisha haiwezekani kuinyonya Afrika ikiwa imeungana. Kwa bahati mbaya, ndoto yake ya kujenga taifa moja la Afrika, yani the United States of Africa, haikutimia hadi leo. Afrika ingali vipande vipande na bado haijajikomboa kiuchumi. Hapana shaka falsafa hii inazihusu pia nchi moja moja, kwamba nchi ikiwa na umoja na mshikamano itakuwa vigumu kuinyonya na kuitawala kisiasa au kiuchumi. Mataifa mengi yenye rasilimali nyingi yamehujumiwa na kuingizwa kwenye migogoro ili kurahisisha uvunaji wa rasilimali zilizomo kwenye nchi hizo. Na kwa hakika, moja ya sababu kubwa ya umaskini wa Afrika ni migogoro ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambayo ukifuatilia kwa karibu, wapiganisha yupo nje na anaendelea kufaidika na rasilimali za nchi hiyo. Ndugu zangu wa Tanzania, umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Niwaombe sana tuendelee kuimarisha umoja na mshikamano wetu ili tusitoe nafasi ya kuvurugwa na maadui wa nchi yetu. Waheshimiwa viongozi na Watanzania wenzangu, katika nukta hii ninaelekea sasa kuzungumzia matokeo ya Oktoba 29, 2025. Tutakuwa tunadanganya tusiposema ukweli kuwa yaliyotokea wakati ule yalitikisa taifa letu. Kwa kweli yalitutikisa. Waswahili tunasema kupotea njia ndio kujua njia. Tumegusa kala moto na tumejifunza. Tume imetueleza kwamba uchunguzi umebaini kuwa ghasia zilizotokea zilipangwa, ziliratibiwa, zilifadhiliwa na kutekelezwa na watu wenye mafunzo na vitendea kazi vya kufanyia uhalifu na uharibifu. Hali kadhalika imebaini kuwa malengo ya wahusika hao yalikuwa ni kuvuruga uchaguzi na kutengeneza ombwe la uongozi ili nchi isitawalike. Na ndio maana ghasia zilianza siku ya uchaguzi. Ili kutimiza azma hiyo, tumeelezwa kuwa wahusika walilenga miundombinu muhimu na kuvuruga mfumo wa huduma za jamii ili kuathiri uchumi na kuidhoofisha serikali. Wataalamu wa sayansi za siasa mliopo hapa nasi na yoyote mwenye uelewa masuala ya uongozi wa nchi, mnaweza kutafakari nini kingetokea endapo malengo ya wahusika wa ghasia au vurugu zile yangefanikiwa. Bila shaka jitihada za vyombo kudhibiti ghasia na vurugu zile ndio imefanya Tanzania iwe leo ilivyo. Vinginevyo tungekuwa tunazungumza
hadithi nyingine. Lakini hapa mwenyekiti, haimaanishi kuwa kwa wale ambao tutabaini wamekiuka sheria na taratibu za kazi zao kwamba hatutawajibisha, tutawajibishana. Waheshimiwa viongozi na Watanzania wenzangu, kufuatia ghasia zile, kumekuwa na taarifa nyingi zilizotolewa bila usahihi. Makundi mbalimbali na baadhi ya watu mmoja walikuwa wakitoa takwimu za vifo na walioathirika bila ya kuwa na uhakika. Takwimu hizo ama zilikusudia kufifisha au kuzidisha, kutia chumvi kiwango cha madhara yaliyotokea. Wazee wetu walisema, kweli kidhihiri, uongo hujitenga. Leo tumepokea takwimu zilizochambuliwa vizuri na tume hii. Tume imewasilisha taarifa yake inayotokana na uchunguzi wa kitaalamu na ukweli umebainika. Takwimu za idadi waliokufa, waliojeruhiwa na waliopata madhara mbalimbali zimechambuliwa na tume na tumezisikia. Aidha, tumeelezwa kuhusu uwepo wa madai ya baadhi ya wananchi ambao hawajaweza kuwaona ndugu zao au jamaa zao baada ya vurugu zile. Niwaahidi kuwa kama tume ilivyopendekeza, serikali itaendelea kufanya uchunguzi wa kina na wa kitaalamu ili tujue mambo haya kwa usahihi wake. Pendekezo la tume tumelipokea na tutalifanyia kazi na hatutachelewa. Ndugu zangu, katika kuwakumbuka na kutoa heshima kwa waliotangulia mbele ya haki, ninaomba tusimame kwa dakika moja. Tumuombe Mwenyezi Mungu azipumzishe roho zao mahali pema peponi. Kila mtu kwa imani yake. Amen. Kwa masikitiko makubwa, nitoe tena pole kwa wazazi wenzangu waliopoteza vijana wao, na kwa Tanzania wote tuliopoteza ndugu na jamaa zetu. Katika hatua nyingine, ninawashukuru Wizara ya Afya na wadau wengine wa afya, zikiwemo hospitali za umma na hospitali binafsi, kwa kufanya kazi usiku na mchana, tena katika mazingira magumu, ili kuokoa maisha ya waliojeruhiwa. Ndugu wananchi, tangu uhuru na hata baada ya muungano, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliamua kufuata mfumo wa kidemokrasia. Kwa nyakati tofauti tumekuwa na demokrasia ya chama kimoja au vyama vingi vya siasa. Kuanzia mwaka 1992 tumeamua kufuata siasa za demokrasia ya vyama vingi. Katika mfumo huu, tunaendelea kujifunza na kukua katika mwelekeo huo. Nakumbuka Mwalimu Nyerere katika hotuba yake ya Juni 1991 akiwa jijini Rio de Janeiro kule Brazil alisema, na hapa nanukuu, kwamba demokrasia sio chupa ya Coca-Cola ambao unaweza kuiagiza. Demokrasia inapaswa kuendelezwa kulingana na nchi yenyewe. Hii ndiyo imani yetu. Mwisho wa kunukuu. Kwa maneno mengine, demokrasia haina budi kujengwa kwa kuzingatia mazingira ya nchi na muhimu zaidi, mila na tamaduni za nchi husika. Sasa nasi kama nchi tuachwe tujenge demokrasia yetu kwa misingi yetu, mila na desturi zetu. Ndugu zangu, mliponikabidhi dhamana ya kuongoza nchi hii, nilibaini kuwepo kwa changamoto katika mfumo wa demokrasia na siasa za vyama vingi hapa nchini. Kulikuwa na malalamiko mengi kutoka kwa wadau wa siasa na wadau wengine kuhusu kunyimwa kwa uhuru wa kisiasa, uhuru wa kujieleza na changamoto katika mifumo ya uchaguzi. Kupitia falsafa ya R4, yani maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko na kujenga upya, R4 kwa Kiingereza, nilichukua hatua kadhaa
ikiwemo kuundwa kwa kikosi kazi cha kushughulikia masuala ya kidemokrasia ya vyama vingi vya siasa nchini, kufanya majadiliano na wadau wa siasa yaliyosababisha kufanyika kwa marekebisho ya sheria kadhaa zinazohusu chaguzi zetu, lakini pia zinazohusu vyama vyetu vya siasa na msajili wa vyama hivyo. Hatua nyingine zilizochukuliwa ni pamoja na kuruhusu na kupanua wigo wa kufanya shughuli za siasa na kukuza uhuru wa vyombo vya habari. Pamoja na hayo, bado kuna mambo kadhaa ya kufanyiwa kazi katika mawanda ya siasa, ikiwemo suala la mabadiliko ya katiba. Kama mnavyofahamu na kama nilivyoahidi, tumepanga kukamilisha mchakato huu katika kipindi hiki cha pili cha awamu ya 6, na ni suala la kipaumbele kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa upande mwingine, tume imebaini kuwepo kwa malalamiko yanayohusu uwajibikaji wa baadhi ya viongozi na watumishi wa umma katika kushughulikia changamoto na kuhudumia au kuwahudumia wananchi. Aidha, zipo tuhuma zinazohusu maadili ya viongozi, kiwemo rushwa, badhirifu na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Swala la ajira kwa vijana, kutokuwa na mazingira rafiki ya biashara na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi nayo yameibuliwa. Ripoti pia imegusia kazi ya udhibiti wa vurugu na urudishaji wa hali ya usalama nchini iliyofanywa na vyombo vya ulinzi na usalama. Vile vile zimebainishwa changamoto zilizojitokeza na kupendekezwa hatua za kuchukuliwa ili kuongeza ubora wa kazi za ulinzi wa nchi na usalama wa raia wetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, kwa hakika katika safari yoyote ya maendeleo, changamoto haziepukiki na hatuna budi kuzikabili kwa nguvu ya pamoja. Kimsingi, dhana halisi ya maendeleo ni kuzikabili na kuzitatua changamoto ili tuweze kusonga mbele. Hili ni jukumu letu sote, upande wa serikali, sekta binafsi na wananchi wote kwa ujumla wetu. Si jambo la busara hata kidogo kuzigeuza changamoto hizi kuwa ni sababu ya kufanya vurugu na uharibifu na uhalifu. Changamoto kama hizi na zaidi ya hizi zipo kwenye nchi nyingi duniani, hata nchi zilizoendelea. Lakini vile vile changamoto za aina hizi ziko katika nchi zinazotuzunguka, lakini wananchi wao hawajazitumia kama sababu ya kuharibu miundombinu na kudunisha chumi zao au kuzifanya chumi zao kuwa duni. Ni ukweli pia kwamba yaliyotokea Oktoba 2025 hayakuondosha wala kupunguza changamoto zetu. Vurugu zimefanyika, vurugu zile na ghasia zile hazikuondosha changamoto zetu, bali zimeongeza changamoto. Na kama nilivyoeleza hapo awali, kama ghasia zile zisingedhibitiwa, nchi ingepata athari kubwa zaidi na ingetuchukua miaka mingi kuinuka tena. Na wasihi wa Tanzania wenzangu, tutambue kuwa ni rahisi kupoteza amani, lakini si rahisi kuirejesha. Ni rahisi kuibomoa nchi, lakini ni vigumu kuijenga upya. Hapa nataka sote tufahamu kuwa hatima ya Tanzania ipo mikononi mwa Watanzania wenyewe. Nguvu ya ushawishi wa makundi ya nje inasaidia kuvunja amani, kuvuruga usalama na kubomoa nchi. Lakini kurudisha amani na usalama na kuijenga upya nchi yetu hufanyika kwa misaada yenye masharti magumu ya kisiasa, kiuchumi na kibiashara. Kwa hiyo tuwe makini kwamba Watanzania ndio wajenga Tanzania yetu. Tunapoibomoa hatuna mjomba wa kutusaidia. Tutapata mikopo yenye masharti ya kiuchumi na kisiasa ili tuweze kujenga upya. Lakini wakati wa kubomoa tunaweza tukapata msaada kirahisi kabisa. Hivyo basi, mambo haya magumu na hatari tuliyoyapitia
yatupe funzo ili tuendelee kwenye mwelekeo sahihi. Ipo nukuu maarufu ya hayati Nelson Mandela inayosema, "It is in the character of growth that we should learn from both pleasant and unpleasant experiences." Ikimaanisha ili tuweze kukua hatuna budi kujifunza tokana na matukio yanayofurahisha na yasiyofurahisha pia. Nasi tumejifunza kutokana na mapito haya magumu, na tushirikiane ili tuweze kuimarika zaidi. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, tumesikia masuala yaliyobainishwa na tume pamoja na mapendekezo kwa muhtasari, lakini mmeshuhudia ripoti niliyokabidhiwa na mavitabu yale yaliyoko pale. Hii ni ripoti ya rais. Aliyeunda tume ni rais, na ripoti yote hii ni ya rais. Kwa hiyo wasitokee watu wengine wakadai ownership ya ripoti hii. Ni ripoti ya rais. Nilisema tume za huko nyuma zilikuwa zinabanwa kimya kimya. Mimi nimeamua tuambizane, lakini ripoti ni mali ya rais. Tumepokea, nataka niwahakikishie tume kwamba tumepokea mapendekezo yote yaliyowasilishwa na tutakayoyasoma kwenye makabrasha yale, na tutaanza kuyafanyia kazi mara moja. Katika hatua hii nitoe wito kwa Watanzania wenzangu, tuungane kwa pamoja kulirejesha taifa letu kwenye misingi yake. Na katika kuakisi mapendekezo ya taarifa ya tume, serikali itachukua hatua za haraka zifuatazo. Kwanza, katika muda mfupi ujao itaundwa tume ya maridhiano, lakini kwanza tutakwenda mapendekezo ya tume kufanya upelelezi wa kina wa yale ambayo tume wameyabainisha. Lakini katika muda mfupi ujao tutaunda tume ya maridhiano ikijumuisha wadau wote muhimu itakayosimamia na kuongoza majadiliano na maridhiano ili kuziba mianya na migawanyiko iliyopo na kurejesha umoja na mshikamano wa kitaifa. Naomba nikumbushe kuwa nia ya kuwa na tume ya maridhiano ilikuwepo hata kabla matukio ya Oktoba 25, na ni moja ya ahadi zangu nilizoziahidi kutekeleza ndani ya siku 100 za kwanza. Hata hivyo, kwa bahati mbaya, ghasia zilizotokea Oktoba 25 zimechelewesha utekelezaji wa ahadi hiyo, kwa kuwa hata hadidu za rejea za tume ile ambazo nilitayarisha sasa zitapaswa kubadilika kuendana na mazingira yaliyopo sasa. La pili tutakalofanya ni baada ya tume ya maridhiano kuwasilisha ripoti yake, maoni na mapendekezo yatakayowasilishwa ndio yatakayoelekeza au yatakayoelekezwa kwenye mchakato wa kurekebisha katiba ya nchi. Tatu, kwa kuwa ripoti imebainisha kuwepo kwa viashiria vya jinai kuhusu matokeo yale, tutaunda kama nilivyosema chombo maalum cha upelelezi kwa maana criminal investigation kwa ajili ya kufanya kazi iliyopendekezwa na tume. Ripoti ile au chombo kile kitaangalia masuala yaliyobainishwa na kubaini waliohusika katika kupanga, kuratibu na kufadhili matukio ya ghasia au vurugu. Lakini vile vile watajielekeza kubaini wahusika wa matukio ya uhalifu, kwa sababu kuna vurugu, kuna na uhalifu. Kuna wale wote ambao walikuwa wanavunja maduka, kuvamia na kuiba, tajielekeza huko. Kwa bahati nzuri picha zipo zitatuongoza kwenye mambo hayo. Lakini pia tume au chombo kitakachoundwa kitaangalia kwa undani vifo vya watoto na kushughulikia swala la madai ya miili ambayo haijapatikana. Tume hii itajielekeza huko pia.
Tume itajielekeza pia kwenye masuala ya wanaodaiwa kutekwa na ambao taarifa zao hazijapatikana. Vile vile walioathirika nje ya eneo la vurugu. Tume itaangalia maeneo yote haya, au hicho chombo kitaangalia maeneo yote haya. Jambo la 4 tutakalofanya ni serikali itaweka utaratibu wa kugharamia matibabu ya majeruhi wa ghasia ambao bado wanahitaji matibabu. Vile vile itagharamia vifaa saidizi na viungo bandia kwa waliopata ulemavu wa kudumu ili waweze kuyamudu mazingira yao ya kila siku. Natambua na kama ilivyosemwa hapa kwamba wapo wafanyabiashara ndogo ndogo ambao kwa uwezo wao hawawezi kwenye kuingia bima kubwa za kuweza kuwalipa. Basi nao tutaangalia hasara walioipata na kuangalia faraja tutakayoweza kuwafariji. Jambo la 5, navielekeza vyombo vya ulinzi na usalama kuendelea kutekeleza majukumu yake ili kuhakikisha nchi inaendelea kuwa salama. Jambo la 6, ghasia zile za Oktoba 25 zimegharimu maisha ya Watanzania wenzetu, raia na askari. Vifo hivyo vimetuumiza sana. Tuelekeze mioyo yetu kwa Mola wetu. Tuendelee kuombea ndugu zetu waliotangulia mbele za haki. Aidha tuliombee taifa letu ili Mwenyezi Mungu aendelee kuliponya na kuliimarisha. Tusimame na maneno ya Mwenyezi Mungu katika kitabu cha 2 cha Mambo ya Nyakati sura ya 7 mstari wa 14 ambayo yanasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuniomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Tusimamie hapa. Vile vile maneno ya Mwenyezi Mungu katika Qur'an tukufu sura Al-Araf aya ya 7 mstari wa 13 yanasema, Mola wetu, tumejidhulumu nafsi zetu na usipotusamehe na kuturehemu, hakika tutakuwa miongoni mwa waliopata hasara. Sasa tusiwe, hasara ilishatokea, tusiendelee kuwa miongoni mwa waliopata hasara. Naomba sana tusimamie maneno ya vitabu vyetu vitukufu. Niwaombe sana viongozi wa dini wa madhehebu yote nchini, msimame kwenye nafasi yenu ya kuliponya taifa letu. Waheshimiwa viongozi na Watanzania wenzangu, wakati nikielekea kuhitimisha, nataka nikiri kwamba mimi binafsi sikutarajia kadhia hii ingetokea kwenye nchi yetu kipindi hiki ni kuwa kiongozi mkuu wa nchi. Jambo hili limenitwisha mzigo mzito mabegani kwangu. Lakini nataka niwahakikishie kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyoniongoza na atakavyonijalia, nitaubeba mzigo huu kwa ujasiri, kujiamini na tahadhari kubwa. Naomba nirudie hapo. Kadri Mwenyezi Mungu atakavyoniongoza na kunijalia, nitaubeba mzigo huo kwa ujasiri, kujiamini na tahadhari kubwa. Kwa mara nyingine tena nihakikishie tume kwamba serikali imepokea taarifa hii na mapendekezo yake, na kwa pamoja sisi na nyinyi wanatume tutakwenda kuyafanyia kazi. Mapendekezo mlioyatoa ni dawa ya kuliponya taifa letu. Na kwa ladha yoyote iliyo dawa hiyo, lazima dawa inywewe ili tupoe. Mapendekezo hayo tafanyia kazi ipasavyo, tafanya marekebisho ya mambo yaliyobainishwa kuwa na dosari, taimarisha pale penye udhaifu, bila kuacha kuwajibika pale penye ulazima wa kuwajibishana. Katika hili
Serikali inahitaji msaada wenu, ndugu zangu wa Tanzania. Tuweke juhudi za pamoja kwa werevu na ujasiri na kusema never again, yasijirudie. Ndugu wananchi, wakati nafuatilia uwasilishaji wa ripoti hii nilisikia sentensi inayosema tunamtaka Samia wetu tunayemfahamu, as if kwamba nilipoingia alikuwa Samia mwingine na sasa ni Samia mwingine. Nataka niwahakikishie wa Tanzania, mimi ni Samia yule yule wa 4R, ni yule yule wa 4R. Ninachoomba ni ushirikiano wenu katika kutekeleza hizo R4. Wanasema kidole kimoja hakivunji chawa, au it takes two to tango. Kwa hiyo mkimtegemea Samia peke yake afanye, hayaendi. Lakini mkinipa ushirikiano mkubwa, ndugu zangu, tutafika tunakoelekea. Niwaombe tuungane sote kuamua hatma ya mustakabali mwema wa nchi yetu kwa manufaa ya kizazi hiki na vizazi vijavyo. Ninawasihi wa Tanzania, tusikubali kurubuniwa kuharibu nchi yetu. Tusikubali kuchochewa, iwe na wanasiasa, wanaharakati, wahalifu au watu wenye chuki na wenye maslahi binafsi, kwa njia yoyote ile, kuvuruga tunu ya amani yetu. Tusimame imara na kwa umoja tulijenge taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania ndipo kwetu. Hatuna pengine katu, hatuna pengine. Kwa tukijenga nchi yetu tutakaa kwa raha. Tukivuruga nchi yetu taendelea kukaa jinsi tunavyokwenda. Tutakuwa na matatizo yasiyoisha. Baada ya kusema hayo, niwatakie nyote neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Tumuombe Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu, awabariki viongozi wetu, tujaliwe hekima na umoja na amani ambazo ndio ngao zetu wa Tanzania. Ibarikiwe Tanzania, tubarikiwe watoto wa Tanzania, kama tunavyoimba kwenye wimbo wetu wa taifa. Amin, amina, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante, naomba tusimame kwa heshima na taadhima viongozi. Haya, tuongeze tena makofi ya shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya, asante, naomba tukae. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru na